invite your presence to go with us. God, I adore you and I lift you. Thank you because of your people. I commit unto you, O God, that as they listen from you, may your presence, may your spirit fill them, and may your revelation be of blessing unto their life. In Jesus' name we pray. Amen. Celebrate Jesus. Let us get seated. Wacha tuweze kuketi kwenye viti zetu. I want to thank God this morning. Nataka kumshukuru Mungu asubuhi ya leo. I want to thank God for this opportunity. Nataka kumshukuru Mungu kwa fursa hii. And I also want to thank my spiritual parents for this opportunity. Na pia ningependa kuwashukuru wazazi wangu wa kiroho kunipa nafasi hii. For ministering the previous 4 Sundays. Kwa kuhudumu Jumapili 4 ambazo zimepita. It's an honor. It's not something to take for granted. Ni heshima na tunuku, si jambo tu la kuchukua kwa mzaha. Praise the name of the living God. Amen. And I also want to thank God because of today. Na pia ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya leo. I know all of us are aware what kind of a day we are having today. Najua sisi wote tunafahamu siku ya leo ni siku ya aina gani. We are having our fundraising. Ni siku ambayo pia tuko na mchango kwa ajili ya huduma huu. On Friday we were in a kesha. Siku ya Ijumaa tulikuwa katika mkesha na mchungaji. And we were told that we are born already loaded. We are born loaded. Sisi tukaambiwa kwamba tumezaliwa kwa kufahamu. We are loaded with something. Born loaded with something. Sisi wote tumeegezwa ama tumejazwa na kitu. So each and every one of us, even before you were born, kila mmoja wetu hata kabla uzaliwe, God had already loaded you or put something inside you. Mungu tayari alikuwa ameegeza kitu ndani yako. And that something includes money. Na hiyo kitu includes money. Pia inajumulisha fedha. Praise the name of the living God. Amen. Now I want us, because of the day we are having today, kwa sababu ya siku ambayo tuko nayo siku ya leo, we want to look at a recap, or we want to look at tunapenda kufanya marudio ama tunataka kuangalia about honoring God with our wealth. Kuhusu kumheshimu Mungu kwa mali zetu. That was our last year's theme of the year. Hiyo ilikuwa ni mada ya mwaka uliopita jana. And I want to dwell in the same book of Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Ningependa kuwekea mkazo kwenye kitabu cha Methali 3:9 pale. That should be our theme today. Hiyo itakuwa ni kichwa cha somo letu siku ya leo. You know, most of us, wajua wengi wetu, we really honor God, yes. Tunamheshimu Mungu ndio. We honor God with our praises. Tunamcha Mungu kwa sifa zetu. We honor God by telling him so many good things. Tunamcha Mungu kumwambia mambo mazuri ya kupendeza. We honor God by preaching his word. Tunamheshimu Mungu kwa kuhubiri neno lake, encouraging one another, tukihimizana mmoja kwa mwingine. But we usually come to draw a line where there is finances. Lakini inapofika mahali ambapo kuna fedha, tunaweka mstari pale. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. We do everything good to God. Tunafanya kila kitu kizuri kwa Mungu, but where finances are mentioned, lakini mahali ambapo fedha zinahusika, that is where we go cold. Hapo ndio tunanyamaza kimya sasa. We leave the things of God there. Na tunaachia mambo ya Mungu pale. Proverbs 3:9. Methali 3:9. Honor God with your possessions and with the first fruits of all your increase. 10. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Let me read in my NIV version. NIV version says, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops.
Praise the name of the living God. Amen. Now, this honoring God with our wealth is a command from God. Kwa hivyo kumheshimu Mungu ama kumcha Mungu na mali zetu ni amri ambayo imetoka kwa Mungu. It's something that God has commanded us to do. Ni kitu ambacho Mungu ametuamrisha tufanye. It's not something that one day pastor or bishop or somebody just arose up and said. Si kitu ambacho mchungaji ama askofu aliamka siku moja na akasema kwamba tufanye hivyo. It is a command. Ni amri. It is the word of God. Ni neno la Mungu. Praise the name of the living God. Neno la Bwana lipewe sifa. What do you mean by honoring God? Na tunamaanisha nini kwa kumheshimu Mungu? It means showing him proper weight and value of his word. Inamaanisha kwamba kuonyesha njia iliyo sawa na kudhamini neno lake. Showing the value of how his word unto us. Yaani kuonyesha jinsi alivyo wa dhamana kwetu sisi. Praise God. Amen. I know we have so many ways of honoring God. Najua kuna njia nyingi tunazifahamu za kumheshimu Mungu. But now going deep into your pocket. Lakini sasa kuingia kilimini mfukoni mwako And bringing something to God. na kuletea Mungu kitu. It shows you really value how worthy he is. Inamaanisha kwamba unamheshimu jinsi anavyostahili. Praise God. Amen. It's an issue of sacrificing also. Ni jambo pia la kujitolea mhanga. Kujituma. Kutoka kwa moyo wako. Unajitoa kutoka moyoni mwako. Praise God. Amen. I know some people have very deep pockets. Najua kuna watu ambao mfuko zao Are very deep. ziko until they can't give something to God. hadi mfuko haiwezi kufika ndani ukatoa kitu kapeana kwa Mungu. Praise God. Amen. Maybe to increase size ya mkono basi. Labda mkono tuongeze, lakini hata mkono ikiongezeka haifiki pale. Praise God. Amen. Now, I want us to look at the principles on how to honor God. Ningependa tutazame kanuni ama jinsi ya kumheshimu ama kumcha Mungu. We are not just honoring God because I saw someone bringing some kind of money. Sisi hatumheshimu tu Mungu kwa sababu niliona mtu akileta aina fulani ya fedha. We should not do it as a routine. Tusifanye tu kama kawaida ama mtindo. Hallelujah. Amina. Tell your neighbor we should not do it as a routine. Ambia jirani usifanye tu kama mtindo. There are principles we must be guided with. Kuna kanuni ama sheria ambao tunahitaji kutuelekeza. There is an understanding that you must have even as we are bringing to God. Kuna ufahamu ambao ni lazima uwe nao unapokuletea Mungu. Praise God. It is not just about bringing 100 or 1,000 or a million shillings. Si kwamba tu unaleta 100 ama 1,000 ama milioni 1. You may bring even a million if you are not blessed. Unaweza leta hata milioni 1 na usibarikiwe. When you bring without understanding. Ukileta bila kuwa na ufahamu. Praise the name of the living Jina la God. Bwana Yesu lipewe sifa. I only have 3 principles that will help us. Na niko tu na kanuni 3 ambazo zitatusaidia. Now, before you bring or before you decide in your mind that I want to honor God with this wealth of mine. Sasa kabla uwe na uamuzi ama uamue kwamba ungependa kumheshimu Mungu na mali yako, And by the way, these 3 principles are also guarded by our body parts. Najua pia hizi kanuni 3 zimeelekezwa ama zimelindwa with our body parts, our 3 key body parts. Sehemu 3 za miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. The first principle is remember who owns it all. Kanuni ya kwanza, kumbuka ni nani ambaye anarithi yote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Before bringing something to God, kabla hujaleta kitu kwa Mungu, before deciding in your mind that I want to bring something to God, kabla uamue katika moyo wako kwamba nataka kupelekea hiki Mungu, remember who owns it all. kumbuka ni nani anayemiliki yote. Praise God. Amina. Psalms 24 verse 1. Zaburi 24:1. That is guided by our body part called the head. Hiyo inaelekezwa na mwili wetu wote. The head. Kichwa. Or in bracket mindset. Ama katika kifuniko mawazo yako jinsi umeyaweka. Psalms Zaburi 24:1.
and everything in it, the world and all who live in it. Dunia na vyote vilivyo ndani ni vya Mungu na vyote vinavyoishi ndani. Pray in the name of the living God. Amina. Before you decide, I want to bring, let's say a head, let's say bananas or money. Kabla uamue ya kwamba ningependa kumpelekea Mungu chochote, iwe ni ndizi, iwe ni kuku ama fedha, Remember, it's God who owns them all. kumbuka ni Mungu ambaye anamiliki vitu hivi. He's the one who created heaven and earth. Yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Everything in it, the world and all who live in it. Inasema kwamba kila kitu ndani yake, dunia na chochote ambao kinaishi ndani yake. So bringing something to God, Kwa hiyo unapomletea Mungu kitu, is not like doing a favor to him. si kwamba ati wewe unamfanyia Mungu huruma ama It's not that God will now sit and say, oh, this one is really bringing something to me. sio kwamba ati Mungu ataona na shuka aseme, huyu leo ameniletea kitu. We must bring with understanding Lazima tulete na ufahamu that he is God who owns it all. ya kwamba ni Mungu anayerithi vitu vyote, That he is God who is our provider. ya kwamba ni Mungu anayepeana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Also in Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18. Pia katika Kumbukumbu 8:17 na 18, Deuteronomy 8:17. Kumbukumbu la Torati 8:17, You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. unaweza kufikiria kwamba nguvu zangu na uwezo wangu umenitengenezea utajiri huu. 18. 18, But remember the Lord your God, for it is he who gives you ability to produce wealth. The first thing he gives you the ability to produce this jambo wealth. la kwanza na kupatia uwezo wa kutengeneza utajiri huu. And so confirms his covenant which is sworn to your ancestors as it is today. Na kumbuka Bwana Mungu, maana yeye akupea nguvu na uwezo wa kutengeneza utajiri huu. Now God is the one who gives us the power to make this wealth. Ni Mungu anayetupatia uwezo wa kutengeneza utajiri. So when you give with understanding that it is God who has made you to give, Kwa hivyo unapopeana na ufahamu ya kwamba ni Mungu ambaye amekufanya upeane, your giving will be of value unto God. sasa kupeana kwako itakuwa ya dhamana kwa Mungu. Your way of honoring God with your wealth will be of benefit unto yourself. Njia ambayo utamheshimu Mungu na utajiri itakuwa ya faida kwako wewe mwenyewe. I'm sure we have known stories of we have had people. Na hata kwamba tumesikia hadithi za watu ambao ni wagumu, The people who came and brought something unto God. watu ambao walikuja na wakamletea Mungu kitu, But they brought without understanding. lakini walileta na moyo mgumu ama bila kufahamu. Maybe they brought due to threats. Labda walileta Due to threats. They were threatened by their pastors or somebody. labda walitishwa na mchungaji ama mtu na wakaleta. They were told for you to be blessed or for you to remove the death that I'm seeing before you. Walisituliwa kaambiwa, ikiwa wewe unataka kuondoa kifo ambacho naona mbele yako, You must bring 10,000. lazima ulete 10,000. If someone rushes to go and look, by all means that 10,000. Na mtu anaenda anang'ang'ana kwa njia yote kupata zile 10,000. Not that he or she is giving because he wants to honor God. Si kwamba anapeana kwa sababu anapenda kuheshimu Mungu. Not that he or she is bringing because he or she understands it all belongs to God. Si kwamba analeta kwa sababu anafahamu yote inaridhiwa na Mungu, But is giving due to threats. lakini anapeana kutokana na tisho. Praise God. Bwana Yesu So asifiwe. you must understand that these things, all of them are owned by God. Kwa hiyo ni vyema ufahamu ya kwamba mambo haya yote yanamilikiwa na Mungu, Including yourself. hata wewe mwenyewe. Even in Haggai chapter 2 verse 8 it says that silver and gold are not belong to God. Na katika kitabu cha Hagai 2:8 inasema kwamba fedha na dhahabu zote ni za Mungu. So it extends back to your pocket also. Kwa hiyo pia inaendelea ikipeleka kiwango hadi mfukoni mwako. Haggai 2:8. Hagai 2:8. So the silver
silver is mine and the gold is mine, declared the Lord Almighty. Kwamba fedha ni zangu na dhahabu pia ni zangu, asema Bwana Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. The money you have belongs to God. Fedha ambazo uko nazo ni za Mungu. And what belongs to God should also reach to God, should go back to God. Na kila ambacho ni cha Mungu ni lazima kimwendee Mungu. We belong to God as Christians. Sisi kama Wakristo tunaridhiwa na Mungu. And we will go back to Him. Na sisi tutamrudia yeye. The silver and gold belongs to God. Fedha na dhahabu ni za Mungu. They need to go back to God. Zahitaji kumrudia aliyeziumba. Now when we work on our mindset, Kwa hiyo tunaposhughulikia mpangilio wa mawazo yetu, that is our head, hiyo ni kichwa chetu, to understand that it all belongs to Him. ya kwamba tuwe na ufahamu kwamba yote ni ya Mungu. Our giving and our way of honoring God with our way will be of blessing unto us. Sasa kupeana kwetu na njia zetu za kumheshimu Mungu zitakuwa za baraka kwetu. The second principle, Kanuni ya pili, give generously. peana kwa unyofu ama kwa ukarimu. Give generously. Peana kwa ukarimu. Some people have usually give half pockets. Kuna watu wengine wanapeana nusu. They even know 100 shillings in between 1,000 notes in their pocket. Vidole imejifunza, ninajua noti ya 200 ama ya 1000 akiingiza kwa mfuko. Praise God. Amen. They give with mkono yenye imejikunja. Yaani wanapeana na mkono gamu, mkono ambao umejikunja. Praise God. Amina. Now that extends to our second part that we are calling the hand. Hiyo sasa inaelekea kwa sehemu yetu ya pili ambayo tunaita mkono. Luke chapter 6 verse 38. Luka 6:38. Luke 6:38. Luka 6:38. Give and it will be given unto you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured unto your lap. For with the measure you use, it will measure to you. Amen. So Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kushukwa hata kwa kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Amen. Giving generously. Kupeana kwa ukarimu. At times we give less and we want to expect more. Wakati mwingine tunapeana nusu na tunahitaji kupokea zaidi. I know betting is not encouraged in church. Ninajua Betting. Kuwekeza. I know it is not encouraged. Baada kuzuri ambalo But ninahitaji. allow me to use this example. Lakini wacha nitumie mfano huu. Example, you are betting with 5 shillings. Kwa mfano wewe unagambla na shilingi 5 And you want to get a million shillings. na ungependa kupata milioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes it is not possible. Wakati mwingine si rahisi. Ama ni aje Thomas and Emmanuel? Ama ni aje? It is not possible sometimes. Ukiwauliza atakwambia zingine haiwezekani. Ndio gani? Sijasema Bwana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Even if you have ever watched or seen this thing called bidding, they bid for something. Ama ukiwa umetazama ama ukiona watu wakipigania kitu fulani. Example, they are bidding for a house. Kila labda mtu wanapigania, wanabishana kwa sababu ya nyumba Or a precious item. ama kitu ambacho kitadamana. The one with highest value is the one who will get it. Yule atakayeweka dhamana ya juu ndiye atakayechukua kile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hatuwezi kuwa tunauza sahi speaker, alafu mimi niko na 100 na ndugu yangu Paul hapa kuja na 100, alafu hiyo speaker bado jemwa nipatie sababu ni rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Because sisi wote ni rafiki wake jemwa. And just the way we are, sisi wote ni watoto wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. But I can't go before the Lord. Lakini siwezi kwenda mbele za Mungu. Sometimes, let's say me and Paul, we are praying over God to bless us with that car.
Na labda ndugu yangu Paulo anapeana dhabihu ya 10,000. You know, sometimes we are afraid to talk about these things. Unajua wakati mwingine tunaogopa kuongea juu ya mambo haya. But they are the reality. Lakini mambo ambayo ni ya ukweli. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. God will try and see my sacrifice and Paul's sacrifice. Mungu atajaribu kuangalia dhabihu yangu na dhabihu yake. And the one will bless mwenyewe unajua. Na wewe unajua tu yeye atabariki hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. It just applies to, like, let's say our forefathers' curses and whatever. Pia inafanyia kazi kwa The breaking of the curses. kuvunja laana. Maybe there is something your forefathers did Maana labda kuna jambo ambalo wazazi wako wa kale walifanya that entailed killing of 20 bulls. ambao inagharimu kuua ng'ombe 20. And you want to come with your 50 bob with bahasha as a sacrifice before Na wewe utakuja na shilingi 50 kwa bahasha kama dhabihu. go back to our topic. Giving generously. Akitumie mada yetu kupeana kwa ukarimu. That is a second principle on how to honor God with our wealth. Hiyo ni kanuni ya pili ya jinsi ya kumheshimu Mungu na utajiri wetu. We will look in the book of Proverbs 11:24. Tutatazama kitabu cha Methali 11:24 as a continuation of that giving generously. tunapoendelesha hiyo kipengele cha kupeana kwa ukarimu. Is a version that says generously. I don't know if I find it. It says one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Kuna atawanyaye lakini huongezwa zaidi. Kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. One man gives freely. Kuna yule atawanyaye, That is, gives generously. kwa hivyo inamaanisha anapeana kwa ukarimu. Watu wengine tunaenda kupeana Mungu na tumekunja moyo, tumekunja sura. That's why the Bible says God loves a cheerful giver. Ndio maana Biblia inasema Mungu anapenda moyo uliochangamka. So sometimes we usually assume Na wakati mwingine mimi hupuuza when you see someone coming to give with a hard face or a stone face, na ukiona mtu anakuja kupeana akiwa na moyo ambao umekunjamana sana, not giving generously. hajapeana kwa unyofu ama kwa ukarimu. Maybe anapeana na anasema lakini Labda anapeana akijiuliza maswali mengi sana nyuma huko, na leo itakuwaje? giving with double mind. Yaani anapeana akiwa na mawazo kuwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Now he is telling us the more you give, the more you get. Sasa maandiko haya yanatuambia kwamba unapopeana zaidi ndio zaidi pia unabarikiwa. Now once you get a habit of living with an open hand or wide hand, Sasa ukikuuza tabia ya kuishi na moyo ambao uko wazi, generosity does not just become something you do. yaani ukarimu si kitu tu ambacho kinafanyika kile kitu ambacho tunafanya. It becomes who you are. Inafanyika jinsi ulivyo. You just become generous automatically. Yaani utafanyika tu papo kwa hapo mkarimu. The things of God, you are generous. Kwa vitu vya Mungu wewe ni mkarimu. You are not reminded to do it. Wewe haukumbushwi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Giving generous with an open heart. Yaani unapeana kwa ukarimu kwa moyo ambao umejiachilia, moyo ambao uko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Something that is precious before God, not just anything. Yaani kitu ambacho kitadhamana machoni pa Mungu, si chochote tu ambacho umepata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua sometimes mimi am here to just give you the real facts. Wakati mwingine mimi niko hapa tu kuambia ukweli. Let us assume mimi naishi town, naenda kwetu Ushago. Hii mwezi napelekea mamangu wana mrembo. Next month napelekea sukari kilo 1. The other month, every month napelekea at least 100, 200, 300, right? That is, see you are giving more. We have said
The more you give, the more you get. Na tunasema kwamba zaidi unapopeana ndivyo unavyopokea. But we assume my brother somewhere. Lakini ni moja tupuuza kwamba kuna ndugu yangu mahali Who usually haletaki kila siku, si ndio? Haletaki kila siku, yes ni rahisi. But at the end of the year, from January to December, mimi nilikuwa naleta sukari kilo moja, 100 bob. And my brother comes just one day on Christmas Day. anakuja siku ya Christmas with a car to surprise my mom. na gari kumshangaza mama yangu. Who will be remembered more? Ni nani atakayekumbukwa zaidi? Uliza jirani yako, nani atakumbukwa sana? Uliza jirani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. What am I trying to mean? Je, inamaanisha nini? Even in your giving generously and continually, Hata unapopeana kwa ukarimu kila mara, give something that is precious before God. peana kitu ambacho mtadhamana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Peana kitu ambacho cha dhamana. Ndio. Unaona mimi nimejikaza kila mwezi at least. Mimi nafikiria kukamani. Lakini mtu anakuja na gari ya 2 million in Christmas Day. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Remember the story of Cain and Abel. Kumbuka hadithi ya Kaini na Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes in our giving generously, Kwa hivyo katika safari yetu ya kupeana kwa ukarimu, maybe sometimes God will not accept, is the truth of the matter. God will not just accept some people's offerings. huu ndio ukweli wa maneno, kwamba wakati mwingine Mungu hatakubali dhabihu zetu, Unless you give something that is of value unto him. labda tupeane kitu ambacho kitadhamana kwa Mungu. Lakini sijamaanisha wakubali lazima iwe tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So usiende ukajihukumu ukasema sasa mimi nikileta tu 200 bob wamesema hiyo si value. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Something of value it also comes from your heart. Bwana Yaani Yesu. kitu cha dhamana inamaanisha kwamba umepeana na moyo ulio wazi. Now our last principle, Sasa kanuni yetu ya mwisho, practice good stewardship. fanyia kazi kuwa wakili mzuri. I thank God because the other Sunday our sister just taught about being stewards. Nashukuru Mungu kwa sababu dada yetu Joyce Jumapili iliyopita aliongelea kuhusu kuwa wakili mzuri. Now this principle of honoring God with our wealth, Kwa hivyo katika kanuni hii ya kumheshimu Mungu na utajiri wetu, which is practicing good stewardship. ambao ni kwamba uwe mlinzi ambao ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let us look first at what do you mean by stewardship? Wacha tuangalie tunamaanisha nini tunaposema wakili ama Or mlinzi, who is a steward? ama ni nani aliye wakili? Now stewardship is careful and responsible management of something entrusted to you. Sasa kuwa wakili ni kuwa kwa makini sana kuangalia na kushughulikia na kuhakikisha kile ambacho umepeanwa kiko sawa. We've said all these things belong to God. Tumesema vitu hivi vyote ni vya Mungu. But in the beginning, the book of Genesis, Lakini mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo, God entrusted all things under man. Mungu alimwaminia vitu vyote mwanadamu. And God expects us to be good steward of what he has entrusted unto Na us. sasa Mungu anatarajia tuwe walinzi wazuri wa ile vitu ambavyo alitupatia, Including money. hata ikihusisha fedha. Tell your neighbor, including money. Ambia jirani yako pesa bado hazijawekwa kando, Because today we are bringing money. kwa sababu leo tunaleta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Now, Luke chapter 16 verse 10. Kwa hivyo katika Luka 16:10, Luke 16:10. Luka 16:10, Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Let's just leave at that. yule ambaye anaweza kuaminiwa kwa machache anaweza kuaminiwa pia kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So the little that you have, or the much that you have, Kwa hivyo kwa uchache ama kwa mengi ambayo uko nayo, God is watching over you. Mungu anakuangalia. How are you using it? Je, unatumiaje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unamgawia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Proverbs 21:5. Methali 21:5. Proverbs 21:5. Methali
21:5. The plan of the diligent leads to profit, as surely as haste leads to poverty. Swahili. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Now, Steward ni, you can say, waongeza mwenye bidii. Mwenye bidii huongeza utajiri. The plan of diligent leads surely to abundance. Sasa mwenye bidii huongeza utajiri. Now, when you are diligent enough, sasa ukiwa na bidii ya kutosha in what God has entrusted you, kwa kile Mungu amekupatia, God will increase you. Mungu atakuongeza. Now, diligence is careful and persuasive, being careful and persuasive in carrying out duties. Sasa mwenye bidii ni kuwa tu mwangalifu ukitekeleza ile majukumu ambayo umepewa kwa bidii. So we must be good stewards of God. Kwa hiyo lazima tuwe walinzi ama wakili wazuri wa Mungu. As Christians, we must prioritize God, bringing back something that God has entrusted us unto Him. Kama Wakristo lazima tuweke kipaumbele kuleta kile ambacho Mungu ametutumainia nacho. Well, as I wind up, I just want to mention some few ways of how we can honor God. Na ninapomalizia nataka tu kutaja vitu chache jinsi tunavyoweza kumheshimu Mungu. In brief, the first thing is the tithe. Kwa ufupi, jambo la kwanza ni fungu la kumi. The tenth of your income. Yaani 10 la fungu zako. Leviticus 27:30. Walawi 27:30. Leviticus 27:30. Mambo ya Walawi 27:30. And tithe of everything from the land, whether grain or the soil, the fruit of the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. Swahili. Now, this tithe is given to recognize God as the provider of all things. Sasa hili fungu linapeanwa kumtambua Mungu yeye ni nani. It's a way of giving thanks for all the blessings you are receiving. Ni njia ya kupeana shukrani kwa ajili ya baraka zote umepokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So someone who is not willing to give tithe to God, Kwa hiyo mtu ambaye hana moyo wa kupeana fungu la 10 kwa Mungu does not acknowledge God as the provider. sasa hamtambui Mungu kama mpeanaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Even Abraham gave a tenth of everything. Genesis 14:19. Hata Ibrahimu baba wetu wa imani alipeana fungu la kila kitu ambacho alipewa na Mungu katika Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. And he blessed Abraham, saying, "Blessed Abraham, most high creator." 20. Na akabariki Ibrahimu kusema, Yes, the second part. Then Abraham gave him a tenth of everything. na inasema kwamba Ibrahimu akapeana 10 la kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So it is a command also from God. Kwa hiyo pia ni amri kutoka kwa Mungu. The second thing are offerings. Jambo la pili ni sadaka. Now offerings are given, you give them freely. Yaani sadaka unapeana tu wakati wowote. And it also is guided by that verse that we have read in Luke. Na pia zinaelekezwa na mstari tumesoma katika kitabu cha Luka. The more you give, the more you get. Yaani zaidi unavyopeana, zaidi unavyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. And even it is directed in 1 Corinthians 9:11. Na hata tunaelekezwa na Wakorintho wa kwanza 9:11. Give to the house of the Lord. Yaani peana katika nyumba ya Bwana ili kusipungukiwe na chochote. Now the third way is the first fruits. Na jambo la tatu ni tunda la kwanza ama limbuko la kwanza. Or the first grains, you can call them. Ama limbuko la kwanza unaweza kuita hivyo. Except hapa kwetu sijui. Wote tunaishi kwa rentals, hatulimi. What is not happening? Bwana Yesu asifiwe. So we are supposed that after the end of every harvest, Yaani tunahitaji ya kwamba kila mwisho wa kila kuvuna we bring our first fruit unto the Lord. tunaleta mavuno yetu ya kwanza kwa Mungu. Kama unapanda nyanya, kama unapanda vitunguu, you bring them unto the Lord. Kama unapanda nyanya, vitunguu, unafuga mifugo, yote unaleta kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So I was reading in I think Deuteronomy where it was saying
money. Ngati alikuwa anasoma katika kumbukumbu ambayo ilikuwa inasema kwamba unaruhusiwa kuibadilisha pesa, lakini uilete kama limbuko la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Now our last way of honoring God. Kwa hivyo na kipengele cha mwisho ama njia ya mwisho ya kumheshimu Mungu, As I invite the praise and worship, ninapoalika kikundi cha ibada na kuabudu, it is called almsgiving. Almsgiving, giving to freely to your mankind. Ninasema ni kupeana kwa wenzako, yaani kama zawadi kwa wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. It's a way of showing compassion and sympathy to the less fortunate and the needy in the society. Ni njia moja ya kuonyesha rehema na huruma kwa wale ambao wako miongoni mwetu ama katika maeneo yetu na wanahitaji. So we should honor God even by taking care of those who are near us. Kwa hivyo inatakana tumheshimu Mungu kwa kushughulikia wale ambao wana mahitaji na wako karibu na sisi. Si kuwa tu mkono gumu mpaka unamwaga chakula kwa dustbin. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ama watoto jirani wakikuja unafunga mlango. Ama unasema wakikuja kidogo unaambia wako mdogo mwende mcheze na nani huko nje. Na hata mtoto wako mwenyewe anasikia tu njaa. But because we don't want to give them, una pretend hata nani alikuwa anataka mwende mcheze nje na unaweka chakula. Bwana Yesu asifiwe. You care for one another. Yaani kuna wajali hata watu wa majirani wakikuja wakati umepika chakula usifukuse wako waende wacheze nje na wale. Weka But we have a bad character ongoing currently. Kuna tabia ambayo inaendelea mbaya About helping others. ambao ni kuhusu kusaidia wengine. We go to help others with our cameras. Tunaenda kusaidia wenzetu tukiwa na kamera. We want to show others that we have really helped this. Tunataka kuonyesha wengine ama ulimwengu kwamba nimesaidia fulani. That is not good. Hiyo si vizuri. You help with pure intentions. Yaani unasaidia kwa moyo ambao ni mzuri And not necessarily showing off. na si kwamba unataka kujionyesha kwamba sasa unasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. May you be blessed. Na tukaweze kubarikiwa sana. I want us to stand up. Ningependa tukaweze kusimama. Let us pray. Wacha tuombe. Our Father who is in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, we want to bless you and glorify your name. tunataka kulibariki na kulitukuza jina lako. I want to thank you because of this word. Tunakushukuru kwa sababu ya neno hili. I want to thank you because of everyone who has heard this word. Tunakushukuru kwa kila mmoja aliyesikia neno hili. We commit our lives before you, O God. Kabidhi maisha yetu kwako Mungu. That may you enable us to honor you even in our way, with our way. Kwamba na utusaidie kukuheshimu hata na utajiri wetu. That we will be generous people. Ya kwamba tutakuwa watu wakarimu. We will be good stewards. Tutakuwa wakili wazuri. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. I bless you, O King of Kings. Na kubariki au mfalme wa I wafalme. honor you, O Father. Na kuheshimu ewe Baba. I want to honor you because God, you are going to bless us abundantly. Nataka kuheshimu kwa sababu Mungu wewe unataka kutubariki kwa utele. So that we can be of blessing unto your kingdom. Ili tukawe wa baraka kwa ufalme wako. I bless you because you are a mighty God. Na kubariki kwa sababu ni Mungu mkuu. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.